Habari ndugu mpendwa mfuatiliaji wa makala zetu za Afya Talk katika website yetu ya Talk News. Natumai mzima wa afya baada ya kutambua kwamba afya ndio msingi wa maendeleo na taifa kwa ujumla. Kwamba mtu anapokuwa na afya njema, hapo ndipo ambapo anaweza kuwa ni mzalishaji mzuri na mwingizaji wa kipato katika familia na ukuzaji wa uchumi katika taifa. Na leo katika mada yetu pendwa kabisa, tutakuwa na muendelezo ule wa ugonjwa wa UTI ambao tumeujadili katika wiki iliyopita. Na zaidi ni kukumbusha tu kwa ufupi kwamba tulizungumza katika nini maana ya UTI na ni watu gani walio katika hatari au katika riski ya kuweza kupata huu ugonjwa wa UTI. Tukaona kuwa ni wanawake ndio katika hatari pamoja na watoto wadogo, hasa watoto wa kike. Lakini tukaona kwa kifupi kwamba ni dalili zipi ambazo mgonjwa huyu wa UTI anakuwa anazionyesha, ama wewe mwenyewe kama ufahamu vipi kwamba hapa ninaugua UTI sasa. Kwa kuna dalili ambazo tuliweza kuziona, na leo tunaendelea mbele tukiangazia zaidi katika matibabu ya hospitali, matibabu majumbani. Nini sasa kile unaweza ukafanya unapokuwa nyumbani na umepata dalili hizi, na zinapokuwa kwa kiwango gani uweze kuenda hospitali kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Lakini pia tutamalizia na njia zipi ambazo uzitumie kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa UTI. Nami ninayekuletea makala hii ni Mkunga Mtipa, mtaalamu wa afya kwa magonjwa ya kina mama pamoja na watoto. Hii si kwamba magonjwa mengine hatuwezi tukayazungumza, tunaweza tukayazungumza tena kwa mapana, lakini zaidi tumejikita katika magonjwa ya kina mama pamoja na watoto. Moja kwa moja twende katika matibabu. Matibabu stahiki kwa ugonjwa huu wa UTI ni dawa aina ya antibiotics. Hizi ndizo hasa dawa mahususi kwa ajili ya matibabu ya UTI. Na hizi dawa zitatolewa kulingana na afya ya mgonjwa mwenyewe, kulingana na kwa kipindi gani mtu ameweza kuugua huu ugonjwa, ama ni kwa kipindi gani tangu kuanza kwa dalili za ugonjwa huu wa UTI. Kuna dawa hapa nitazitaja chache, lakini hii ni baada ya mtu kuwa amekwenda hospitali, amekwenda kuonana na daktari wake, naye daktari baada ya kufanya kipimo cha mkojo na kugundua kwamba ana vimelea hawa bakteria wa UTI ambao tunawafahamu kwa jina la E. coli au Escherichia coli, basi kuna dawa ambazo atakuandikia. Na dawa ambazo ni common tunasema, ama ziko recommended, ama ndizo mahususi kwa ajili ya UTI. Kuna doxycycline, kuna azithromycin, kuna ceftriaxone au kwa jina maarufu nasema Powercef, kuna ciprofloxacin ama kwa kifupi mara nyingi watu tunaita Cipro. Na tunategemea sasa mtu baada ya kutumia dawa hizo, baada ya siku chache tunategemea hizo dalili kuwa zimefutika ama zimepotea. Lakini ni vizuri basi kutumia hii antibiotic kwa muda usiopungua siku 7, endapo UTI hii itakuwa ni UTI ya kawaida. Siku 7 tegemea, lakini kama itakuwa complicated basi unaweza kutumia siku 10 mpaka siku 14. Lakini pia maambukizi haya ya UTI inategemea kwamba yamekuwa kwa kiwango gani.
yamekuwa siri, yamekuwa complicated kwa kiwango gani. Pale ambapo inapokuwa complicated zaidi, mara nyingi sana unapokwenda hospitali unabidi uwekewe tunasema intravenous, uwekewe drip ya dawa hii ya antibiotic ambayo ndio inaweza kusaidia kutibu kwa wakati. Lakini kabla ya kutumia hizi dawa, tunashauri kwamba mgonjwa awe amepima vipimo vifuatavyo. Unajua, unapoenda hospitali hata kama una UTI, lakini si lazima moja kwa moja uanze kuingia katika matibabu. Kuna vitu ambavyo inabidi uvipime kwanza. Kwa mfano, unapima ujauzito kama wewe ni mtoto wa kike, unaona. Lakini pia kama ni ugonjwa huu umempata mzee ana zaidi ya miaka 65, ni beta akapima vipimo vingine. Lakini pia mtu kama ana diabetics, tuseme mtu mwenye kisukari, inabidi kupima kwanza kabla ya kuanza kutumia hizi dawa, kwa sababu mara nyingi hizi dawa hasa kwa wajawazito, kama mimba itakuwa iko katika first trimester, mara nyingi sana zinakuwa zinawaletea effect watoto wanaokuwa tumboni, tunaita teratogenic effect. Kwa hiyo it's better na ni muhimu kwa mwanamke, kama unahisi kwamba ni mjamzito, upime kwanza kabla ya kuanza kutumia hizi dawa. Hayo tulokuwa tukiyasema ni yale matibabu kwa upande wa hospitali. Lakini pia kuna tiba majumbani, tunasema home remedies, na zenyewe zipo na nitakwenda kuzieleza muda si punde. UTI ina kawaida ya kujirudia. Kwa hiyo mtu anaweza akaugua leo UTI na asidhani kwamba ndio amemaliza. Unaweza kaugua, lakini baada ya muda, hata kama utapata matibabu, UTI ikaweza kujirudia tena kwa mara nyingine, hasa kwa wanawake. Basi kuna vitu ambavyo natakiwa vifanyike, au trick ambazo au tips ambazo natakiwa zifanyike ili kuweza kusafisha kile kibofu, ili maradhi haya yasiweze kujirudia. Kunywa maji hapa ni hasa zaidi ya masaa 24 tangia mtu ameanza kuona dalili hizi za UTI. Anapokunywa maji mengi ya kutosha, yanaenda kusaidia kufanya ule mkojo kupunguzwa, ile inaitwa concentration ya mkojo, na hapo ndipo naweza kusaidia kupunguza kiasi cha maambukizi katika mwili. Lakini pia maji mengi pia yanafanya mwili unapata ile inaitwa defense mechanism, inajaribu kubadili, kualter hiyo normal body mechanism yako ya mwili, na kuweza kuactivate zile cells nyeupe kwa ajili ya kuikinga dhidi ya maradhi mbalimbali. Kwa hiyo maji mengi ni dawa tosha kabisa kwa mtu ambaye ana dalili za mwanzo za ugonjwa wa UTI. Lakini pia achilia mbali kunywa maji mengi, pia kunywa kitu kinaitwa fluids, a lot of fluids. Fluid ni chochote kimiminika. Kwa mfano unakunywa juisi, na kuna juisi ambayo iko recommended sana juisi nzuri kabisa kwa ajili ya ugonjwa wa UTI. Kuna juisi moja, juisi ya inaitwa cranberry. Ni juisi nzuri kabisa ya matunda haya yanaitwa strawberry. Ni dawa safi kabisa kwa ajili ya kusaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huu wa UTI. Lakini pia kingine, hapa tunazungumza matibabu unapokuwa nyumbani, hauko hospitalini. Sasa uko nyumbani tu, unapaswa uwe unakojoa mara kwa mara, na uhakikisha kwamba una empty your bladder, kibofu, unakojoa mpaka mkojo uishe kabisa kwenye kibofu. Kuna watu wengine ni wavivu kukojoa, na hii hasa ni watu ambao wako katika public areas, watu wanaofanya kazi labda walioko stendi za mabasi, au watu ambao wapo katika maofisi ambapo yanahitaji maybe mtu akalipie. Sasa mtu anakaa na mkojo, hamalizi mkojo,
anakana mkojo unakuwa concentrated na unasababisha mazalia ya bakteria hawa wa UTI. Kwa hiyo nenda kakojoe. Unajua wanasema kwamba Waswahili wanasema kwamba hasara roho. Pesa si kitu, hasara roho, pesa makaratasi. Na maanisha kwamba usijibane. Kama kuna choo cha public cha kulipia 200, 300, you just go and pay it. Nenda kalipie. Punguza haja hii ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu, kwa sababu inakuletea riski ya kupata UTI na matibabu yake yanakuwa yana gharama. Kitu kingine ambacho ni kitu kizuri, unatakiwa uepukane na vile fluidi ambazo zinaweza kusababisha irritation katika bladder. Katika kibofu chako kuna baadhi ya vimiminika au ya vinywaji vinaweza kufanya msuguano, na kusababisha friction au kuirritate mchubuko katika kibofu. Kwa mfano, kahawa, watumiaji wa kahawa mara kwa mara, watumiaji wa pombe, mara nyingi wanakuwa wako katika hatari ya kupata UTI, kwa sababu unapokunywa kahawa, unapokunywa pombe, inaenda kusababisha irritation katika bladder. Lakini pia unaweza kutumia heating pad, yani ukachukua padi, nguo, ukaikunja vizuri kabisa, ukaiweka kwenye maji ya moto, ukaiweka hapa katika tumbo upande wa chini katika abdomen. Umeona, hii inakusaidia sana katika kupunguza ile pressure na kusababisha ukapata ile comfort, ukawa huru zaidi. Kwa hiyo kunywa maji mengi, epuka vinywaji ambavyo vinasababisha irritation katika kibofu. Lakini pia unaweza kutumia hiyo heating pad, unaiweka hapa chini. Baada ya kuwa umeiweka kwenye maji ya moto, inasaidia sana katika kupunguza hiyo discomfort. Ni njia zipi basi mtu uweze kuzitumia kwa ajili ya kujikinga na maambukizi haya ya UTI? Tumesema kwamba kuna vitu ambavyo ukivifanya vinapunguza hatari ya wewe kuweza kupata maambukizi ya UTI, ama zinapunguza hatari ya mtu, ya ndugu yako, ya mtoto wako kuweza kupunguza hatari ya maambukizi haya ya UTI. Kinga ya kwanza kabisa ni kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji ya kutosha kabisa. Lakini pia kitu kingine ambacho kitakufanya ujikinge na maradhi haya ni kuepuka kula au kunywa vyakula ambavyo vinasababisha irritation katika kibofu. Lakini pia kingine ambacho unapaswa kifanyike ni kwenda kukojoa. Na hii watu wengi wamekuwa ni wazembe sana. Kwa watu wazima ambao wao wako katika ruksa ya kufanya tendo la ngono, tendo la ndoa, unaona kwamba unatakiwa una empty bladder mapema baada ya kufanya lile tendo. Unaenda unakojoa mkojo wako na safi kabisa, unaona, unakunywa maji pale, una flush kabisa au bakteria. Inasaidia sana prevent, kukinga dhidi ya maambukizi haya ya UTI. Lakini pia kwa wanawake, is better wanapokuwa wanajisafisha pale, wanakuwa katika hatari sana. Ni vizuri wanapojisafisha wajisafishe kuanzia mbele kurudi nyuma. Wanawake wengi wanatumia hii from back to front, unaona, lakini sio hivyo. Natakiwa from front to back. Unaanzia mbele, unasafisha kurudi nyuma. Na hii hata kwa watoto wachanga, watoto wadogo, ni vizuri kuwasafisha, hasa wale wa kike, kuwasafisha kutokea mbele kurudi nyuma. Unaona, na ili inasaidia nini? Kwamba wale bakteria wanao katika haja kubwa wasiweze kupanda juu, wasiweze kupanda kwenda kwenye sehemu ya kike ya uke wa mwanamke na kuweza kusababisha maambukizi ya UTI. Lakini kingine, matumizi ya hizi birth control, njia za uzazi wa mpango, matumizi sahihi. Kwa mfano, kuepuka baadhi ya njia,
Kwa mfano spermicide treated condoms, kuna condom fulani ambazo zinakuwa zina kemikali ambazo zinaua wale zile shahawa. Sasa zile mara nyingi zinakuwa zinasaidia sana kukua kwa hawa vimelea au bakteria. Kwa hiyo kuwa makini katika hayo. Nikushukuru sana mpendwa mfuatiliaji wa makala hizi, na nikukaribisha tena kwa wakati mwingine, na tutakuwa na mada nyingine nzuri zaidi ambayo utakwenda kuifurahia na itakwenda kukufunza na kukuelimisha na kukusaidia basi kuweza kuepuka na magonjwa mbalimbali ambayo yanarudisha nyuma utendaji kazi wa mtu mmoja, utendaji kazi wa familia, na inapunguza hata kiwango cha uchumi katika taifa. Kwa hiyo nikushukuru sana mpendwa, na mimi ni Mkunga Mtipa. Mawasiliano yangu ni namba za simu 0765 89 54 25. Kwa ushauri, maoni, mawazo pia unakaribishwa sana. Lakini pia usisite kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram @TalkNews. Utaweza kutupata kwa habari nyingi zaidi za mambo ya afya. Nikushukuru sana, nikutakie wasaa mwema. Ni mimi Mkunga Mtipa, mtaalamu wa afya zaidi katika magonjwa ya kina mama na watoto. Nasema asante sana na nikutakie siku njema.